Moja kati ya sajili bora kabisa ambazo wamezifanya wekundu wa Msimbazi Simba ni usajili wa golikipa nambari 1 kwenye upande wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, usajili wa Musa Pilipili Kamara, golikipa nambari 1 katika upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu ni golikipa ambaye anajituma, anaonyesha kile alichokuwa nacho anapopewa nafasi, sio kwenye upande wa ligi kuu NBC Premier League wala sio kwenye mbio za kuwania ubingwa kombe la shirikisho barani Afrika. Pote anafanya lio bora, anajituma, anaonyesha kile ambacho anacho. Tunaona hata kwenye michuano kwa ubingwa kombe la shirikisho la mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club tunaona ametinga katika hatua ya finali kama masihala. Simba amezoeleka kuitwa mwaka robo, lakini hatimaye amefunga midomo wapinzani wake baada ya kutinga katika finali ya kibabe. Katika mbio hizo za kufanikiwa kutinga hatua ya finali, Kamara, golikipa nambari 1 kutoka katika upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ametoa mchango mkubwa sana, amefanya kazi kubwa ya kufanya saves za kuokoa mipira mingi. Ameokoa mipira mingi sana. Simba angeweza kuruhusu mabao, lakini tunaona Kamara kazi kubwa ambayo amekuwa akifanya kuweza kuokoa mipira mingi ambayo ingeweza kusababisha hatari kwenye upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Kazi kubwa ameifanya ya kuweza kuisaidia Simba kuweza kutinga katika hatua ya finali. Huyu ni Kamara, golikipa nambari 1 kutokea katika upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Kazi kubwa ambayo ameifanya, kikweli anastahili hata kuongezewa mshahara, maana amefanya kazi kubwa sana. Tokea ujio wa Kamara, Simba imeendelea kuwa bora zaidi. Simba imeendelea kujituma sana inapokuwa uwanjani. Simba imekuwa ikionyesha kile ambacho inacho. Ujio wa golikipa huyu ameweza kufanya vitu vingi sana katika upande wa klabu hiyo ya Simba Sports Club, na leo hii imetinga hatua ya finali kwenye mbio za kuwania ubingwa wa kombe la shirikisho la mabingwa barani Afrika. Ni yapi maoni yako kuhusiana ujio wa golikipa huyu Kamara, kwa jinsi ambavyo tokea alivyosajiliwa tunaona Simba imeendelea kwa moto? Wewe unamwona vipi golikipa huyu? Je, atakuja kubadilika au ataendelea kwa hivyo hivyo? Ni yapi maoni yako kwenye upande wa uongozi wa Simba kuhusiana na golikipa huyu ambaye wamemsajili? Tutumie maoni yako hapo, tunaendelea comment yako na sasa tufanye tutaipitia na tutakujibu.